Tale Mukwala pamoja na Aishi Manula, pengine hali zao zipoje, wanaendeleaje? Afya wako salama, hakuna yote mwenye changamoto, wamebaki kwa sababu za kiufundi. Najua kila safari mwalimu anakuwa na game plan yake, kwa hiyo game plan ya mchezo huu ikaweka pembeni hao ambao wamewataja: Mukwala, Mutale, Valentino Nouma, David Kameta Duchu, wote hao wamebaki Dar es Salaam. Aishi Manula pamoja na mlinda mlango Ayub Lakred, lakini wengine wote waliobaki wachezaji 22 wapo kwenye mpango kazi wa mwalimu, na kwenye hao 22 watakuja mwalimu kuchagua 18 wa kuingia nao uwanjani siku ya Jumapili. La mwisho kabisa, performance ya Elie Mpanzu mpaka hivi sasa katika michezo ambayo amecheza, kwako wewe kwanza, msemaji wa Simba, umevutiwa nayo na amekuridhisha kwa kiwango kikubwa? Ameniridhisha kwa asilimia kubwa sana. Anafanya majukumu yake ipasavyo sana. Bahati mbaya sisi wengine tunatazama mpira kivivu, hatumwangalii mchezaji anafanya kitu gani. Kwa hiyo tunasubiri kuangalia amefunga goli ama ametoa assist ndio tuanze kusema amecheza vizuri. Lakini kwa upande wa Elie Mpanzu amefanya kazi yake ipasavyo. Nitakupa mfano mmoja mzuri sana wa mtaalamu. Wakati tunacheza na Constantine, mwalimu alimweleza Mpanzu ya kwamba upande wa kushoto wa Constantine, namba 3 wao anakimbia sana, na ndio sehemu ya mashambulizi ya Constantine. Kwa tunachopaswa kufanya ni kwenda kumblock yule asianzishe mashambulizi. Ukisha uvunja huo upande, usifanye mashambulizi, upande wa pili huku ambapo anakaa Kibu pamoja na Jean Charles Ahoua ndio utakuwa upande wetu sisi wa kutengenezea mashambulizi. Kwa hiyo Mpanzu siku ile hakuwa sehemu ya kutengeneza mashambulizi ya Simba Sports Club, alikuwa sehemu ya kublock mashambulizi ya Sfaxien wasiende kushambulia. Upande wa pili huku ndio ulikuwa upande wa kutengeneza mashambulizi, na ndio upande ambao ulikwenda kuzaa goli. Kwa hayo sasa ni mambo ya kitaalamu sana kabisa ambayo mwalimu Fadlu ameyatengeneza kuelekea katika kumtumia Elie Mpanzu. Pengine mwisho kabisa, wito wako na unawaeleza nini wana Simba kwa ujumla wake? Mimi nachoweza kueleza wana Simba kwamba kwanza kila mwana Simba lazima atambue tumekuja kucheza mechi ngumu sana. Tucheza na mpinzani ambaye kusema kweli nyumbani kwake anatisha vibaya mno, mpinzani ambaye nyumbani kwake anakuwa ni bora kweli. Simba tumekuja hapa tukijaribu kufanya kitu ambacho kimeshindikana kwa timu zote ambazo zimecheza na Bravos nyumbani kwake, kwa maana ya kumfunga Bravo nyumbani kwake ama kuchukua sare Bravo nyumbani kwake. Ni jambo jipya ndani ya msimu huu kwa Bravo, lakini Simba tunataka kujaribu kulifanya hilo, na kwa aina ya timu tuliyokuwa nayo tunaamini tunaweza kufanikisha hilo. Hasa hili tufanikishe hilo, maana yake lazima kila mwana Simba aingie vitani, kila mwana Simba aingie kwenye mapambano kuhakikisha ya kwamba tunamfunga Bravos nyumbani.